kitaka walimu kuchukua mbinu mbadala kukomesha mioto hiyo na migomo shuleni. Tuangazie masuala ya kupanda kwa bei ya mafuta. Wahudumu katika sekta ya usafiri wa umma, waendesha bodaboda na Wakenya kwa jumla wameendelea kuibua hisia kuhusu kuongezeka kwa bei ya mafuta hapo jana, huku wengi wakilalama ongezeko la nauli ghafla na hofu ya kupanda kwa bei za bidhaa na hatimaye kupanda kwa gharama ya maisha. Bramwell Bwire yupo Kisumu na sasa tunaungana naye atuchoree taswira ya jinsi mambo yalivyo katika jiji hilo la Kisumu. Bwire, je, leo ulipanda bodaboda kutoka pale Kondele hadi katikati ya jiji kwa shilingi ngapi? Shukran sana Yeri. Taswira ya mambo hapa ni kwamba hatujaizoea hivi. Hiki ni kituo cha Wells. Mara nyingi ukija hapa utapata kwamba shughuli za uchukuzi zinaendelea kama kawaida. Utapata kwamba hiki ni kituo ambako kunaegeshwa magari kutoka hapa Kisumu kuelekea Bondo, kuna magari ya kutoka hapa kuelekea Kakamega, kuna magari ya kuelekea Kisii, kuna yale kuelekea Nairobi pamoja na ya kuelekea kule Bungoma. Lakini mambo leo yamebadilika. Leo kituo hiki kwa kawaida kinakuwa na mafuta, lakini leo kituo hiki kimesalia mahame. Hamna wateja pale wa kuweza kuuzia wachuuzi mafuta na hamna mafuta. Hata kile kituo cha kuweza kubandika bei ya mafuta bado kimesalia pale. Lakini sasa niruhusu niseme na baadhi ya wachuuzi hapa, nizungumze na waendesha magari hapa, niseme na bodaboda pamoja na wakazi kwa jumla. Watueleze hali hii inamaanisha nini? Kuongezeka kwa hii bei kuna maanisha nini? Nitaanza na bwana Nelson hapa. Bila shaka huyu ni dereva. Nelson, tueleze labda wewe unafanya na basi ipi ama gari lipi, na labda kubadilika kwa gharama ya mafuta inamaanisha nini? Asante sana wenzangu. Mimi kwa majina naitwa Nelson Ochieng Oduor. Mimi nifanya kazi katika mwanabiashara katika idara ya transport. Naendesha gari za Blue Max kutoka hapa Kakamega, Kisii na Nairobi. Lakini changamoto tulio nayo ni kwamba juzi mwezi mmoja uliopita tuliona habari ya kwamba mafuta iliongezwa bei, kukawa na shortage ya mafuta. Ukienda kwa kila petrol station hakuna mafuta. Tena jana tukawa na habari nyingine ya kwamba mafuta imeongezwa. So sisi kama wanabiashara hatujui tufanye nini, hatujui tuende wapi. Na ni kwa nini haswa mafuta inaongezwa kila mara. Na round hii ndio the first time tangu nianze kazi ya biashara mafuta inaongezwa na figa kubwa. Kwa nini serikali inafanya kitu kama hii? Hapo nyuma imekuwa ikiongezwa na shilingi 5, shilingi 10, shilingi 3. Round hii unasikia imeongezwa na shilingi 40, 50. Sasa hatuelewi kama wanabiashara shida haswa ni ipi. Na uhakikisho gani tunayo kwa serikali yetu watuhakikishia kwamba mafuta inaletwa kwa sababu gani na tutapata afueni lini ili tuendelee na biashara zetu. So kama wanabiashara, tuko na watu wa bodaboda, sisi watu wa gari, tuko na manamba hapa, tunahangaika. Wenye mafuta hata wajua auze nini. So serikali yetu, kama unaweza tusikiliza kama wananchi, tafadhali utuelewe ili tuwe na amani kesho kwa biashara zetu. Asante. Labda niseme bwana Kombo uko hapa. Labda tueleze wewe, gharama ya mafuta imepanda kwa kiwango ambacho kijawahi kuandikishwa katika taifa hili. Labda nini ambacho kinachangia hili na tunafaa tufanye nini ili kuhakikisha kwamba hali hii inabadilika? Mimi kama mkazi wa Kisumu ningependa kuongeza sauti langu kwa kilio ambao Wakenya wote wako nayo kuhusiana na kuongezeka kwa bei ya mafuta kwa kiwango iliyokuwa juu sana, ambapo hivi sasa bei ya mafuta iko juu sana katika Afrika Mashariki, in the East African sector. Sisi ndio tuko na bei juu zaidi, na kwa kweli gharama ya maisha imepanda. Sisi kama wakazi hatuna uwezo wa hata kulipa hizi bei ambazo zimeongezeka, na tungependa kutoa wito kwa serikali. Hakuna haja kuongeza bei ya mafuta kila wakati. Ukiangalia ile finance bill, tunapata ya kwamba kuna karibu vitu 9 things ambazo zimewekwa katika hii bei ya mafuta. Mara shilingi 22 ni ya kutengeneza barabara, sijui mara railway na kadhalika. Tungependa kutoa wito kama wakazi wa Kisumu ya kwamba hii bei irudishwe chini. Tunauliza serikali, hatutaki maisha ambao iko juu. Tunaita bunge letu
na serikali letu warekebishe hii bei ili wananchi wa Kenya na hasa sisi wakazi wa Kisumu tuweze kuwa na maisha ambayo tunaweza kugharamia. Asante. Haya, songa hapa. Unalalamika sana. Sema kwa dakika moja. Sawa, kwa majina mimi ni Baba Ray, mimi ni mfanyakazi wa hapa. Sasa mimi fueli imeni affect sana. Juu mimi ni kama manama na tena mimi ni olosi. Na mimi ni mtu wa 2 term, na nataka kuambia rais hivi. Mimi niko 2 term na nitakuwa 2 term, na mbona tufanye hivi? Sasa hii nikiwacha kufanya kazi niende nipore mtu, si nitakufa na familia yangu watakosa kitu. Ajaribu tu reduce fuel chini kidogo, ndio hata Arsenal ikishinda ligi 2 term, Champions League na yote. Asante. Haya, wacha tuseme na huyu bwana hapa. Tueleze unaitwa nani? Labda tuambie wewe unaitwa nani? Mimi ni Gorija Penguda Buor, na hii mafuta iko juu sana. Sasa hii mafuta ni 230, but mambo ni 2 term hapa Kisumu. Hata kama mafuta imefika 500, mambo ni 2 term. Ndo hayo mambo ya wakazi hapa Kisumu. Wanasema kwamba licha kwamba hali ugali wa mafuta umeongezeka, wanasema kwamba ile gharama ya mafuta imepita viwango vya kawaida. Wanasema kwamba bei ya zaidi ya shilingi 240 hijawahi kushuhudiwa hapa Kisumu, hijawahi kushuhudiwa hapa katika taifa la Kenya, na vile vile inasemekana kwamba sasa hii ndo bei ambayo ipo juu sana katika ukanda wa Afrika Mashariki. Kwa hivyo ipo haja kwa serikali kuweza kuangazia swala la ushuru kwa hii bei ya mafuta. Kuna haja ya serikali kuhakikisha kwamba bei hii inashukishwa, kwani gharama ya mafuta ikipanda kila kitu kinapanda. Ulivyosema Yeri ni kwamba usafiri toka katika maeneo ambapo tulikuwa tunalipa shilingi 100 kwa pikipiki, sasa inalazimika kulipa shilingi 130, lazimika kulipa shilingi 150, na hiyo inaashiria kwamba gharama ya maisha itapanda kila uchao, na basi hali ya kawaida itakuwa ni hali ambayo haiwezi kumudika rahisi kwa Mkenya wa kawaida. Kwa hivyo ni maoni tu ya wakazi wa hapa Kisumu. Bado tuko hapa, tutakuwa tunaendelea kupata tu hisia zao, kujua wanasemaje kuhusu swala hili, mapendekezo yao ni yapi kwa serikali ya Rais William Ruto, na nini ambacho wanataka kiweze kufanyika katika ile sekta ya mafuta. Kwa hivyo toka hapa Kisumu, Yeri, moja kwa moja kwako pale studio. Asante sana Bramwell Bwire. Nimeambiwa na rafiki yangu Francis Gishuki kwamba unaishi maeneo ya Riat Hills na sio Konde.